Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Ni asubuhi nyingine tena, siku nzuri ya Jumanne. Kipekee nichukue nafasi hii kukaribisha mtumishi wa Mungu kwenye ibada yetu ya Morning Glory kwenye madhabahu hii ya prayer team. Tunamshukuru Mungu sana ambaye ameendelea kutufungua, ameendelea kutufundisha, na ameendelea kupokea shuhuda mbalimbali. Watu wengi ameendelea kufunguliwa. Usiache kuendelea kufuatilia mafundisho yetu. Kipekee nilete maombi haya asubuhi ya leo. Nataka tukaombe wote asubuhi hii, tukamshukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake. Tumwambie Mungu asante kwa ajili ya upendo wake, ametulinda usiku kucha. Twende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, asante kwa ajili ya wakati na majira haya Bwana. Asante kwa ajili ya neema na kibali ambacho umetupa sisi watumishi wako na watoto wako. Baba, umetupa nafasi tena. Tumelisikia neno lako siku ya jana, tumekuona, na hatimaye ni asubuhi nyingine tena, siku nzuri ya Jumanne. Ninasogea kwako Bwana, ninawaleta watumishi wako mbele ya madhabahu yako hii Baba, nikiomba toba kwa ajili yao. Wako ambao ni wagonjwa, wako ambao wana changamoto mbalimbali. Mungu, ninaomba toba kwa ajili yao kwa damu ya mwana kondoo. Damu yako Yesu inaonena mema. Ikanene mema asubuhi ya leo. Ikanene mema kwa mama huyu. Ikanene mema juu ya familia hii. Ikanene mema juu ya nyumba hii. Damu yako Bwana, damu yenye nguvu, damu yenye uweza, ikanene mema katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu, tuhudumie asubuhi ya leo. Sema na mama huyu, sema na baba huyu, zungumza naye kwa lugha nzuri katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee niendelee kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri. Tunaendelea na somo ambalo linasema mavazi 10 ambayo adui anamvarisha mtu. Haya ni mavazi yako 10 ambayo adui anamvarisha mtu, ama kwenye ulimwengu wa roho anamvarisha mtu. Na ninaposema mavazi 10, tuliangalia mavazi la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6, na leo tunaenda vazi letu la 7. Bwana Yesu asifiwe. Vazi la 7 ambalo adui anamvarisha mtu kwenye ulimwengu wa roho. Nakumbuka naposema haya mavazi, yale mavazi yanapokuvalisha adui kwenye ulimwengu wa roho, unabeba tabia. Unabeba tabia. Haya ni mavazi yako 10. Sasa leo tutaenda kuangalia vazi lingine, vazi la 7. Bwana Yesu asifiwe. Vazi la 7 kwenye ulimwengu wa roho, adui ana uwezo wa kumvalisha mtu. Vazi la 7 linaitwa vazi la laana. Vazi la laana. Bwana Yesu asifiwe. Naposema vazi la laana kwenye ulimwengu wa roho, yako maandiko mengi ambayo yatatuelezea maana ya laana. Tutatazama kwa sehemu. Na nimekuambia watumishi wa Mungu, hiki ni kitabu ambacho nimekiandika. Naomba jipatie nakala yako, unaweza kupata mafundisho zaidi ya hiki ninachokisema. Hii ni sehemu tu ya yale ambayo yapo kwenye hicho kitabu. Kwa hiyo ni vazi la laana. Nisikilize kidogo mtumishi wa Mungu. Vazi la laana, laana ni nini? Laana ni tamko au hukumu ya kiroho inayosababisha mtu kupata mateso, kushindwa au mabaya katika maisha yake kwa sababu ya dhambi, uasi, kuvunja agano la Mungu. Ukisoma yako maandiko mengi, lakini mimi nitasoma kwa haraka. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17, anasema ardhi imelaaniwa kwa sababu ya Adamu. Ardhi ililaaniwa kwa sababu ya Adamu. Sasa tutasoma kwa muda wako. Lakini pia Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mlango wa 15 anasema laana huja kwa nimekwambia hii laana inakuja kwa kutokutii mapenzi ya Mungu. Anasema utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani, utalaaniwa uingiapo, utalaaniwa utokapo. Kwa laana inasababishwa na mtu kutokutii ni maagizo ya Mungu. Mithali 26 mstari wa 2, laana isiyo na sababu haitui ama haiwezi utasoma kwa muda wako, anazungumzia kwa habari ya laana. Kwa pia laana, ili mpate mtu lazima kuwe na kachanzo, kuwe na kasosi, kuwe na chanzo cha hiyo laana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo laana ni nguvu ya kiroho inaofungua mlango wa mabaya kwa msingi wa sababu fulani ya kiroho. Yaani laana ni mlango unaofungua mabaya yaendelee kukupata. Kwa kuna watu ambao kwenye ulimwengu wa roho adui amewavalisha vazi la laana. Kila wanapoingia, kila wanapopita, milango ya mabaya inakuwa wazi kwao. Wanashambuliwa. Ndio tunaita laana. Kwa lugha nyingine, laana ni kama bahati mbaya. Laana ni bahati mbaya, yani ni kama mikosi. Ukisikia laana ni mikosi, ni kutokufanikiwa, kutokuongezeka, kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, ndio tunaita laana. Kwa kuna watu ambao kwenye ulimwengu wa roho adui amewavalisha vazi la laana. Kila unapopita hilo vazi linawatambulisha la laana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna vitu kadhaa ambavyo vitu vinaweza kubeba laana. Nimekwambia vitu kadhaa vinavyoweza kusababisha laana.
vitu 7 vinavyoweza kusababisha laana. Nimekwambia vitu 7 vinavyoweza kusababisha laana ama kuvalishwa vazi la laana. Jambo la kwanza, kutokutii neno la Mungu. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari 15 nimesoma pale mwanzo. Kwa usipolitii neno la Mungu, usipolisikiliza neno la Mungu, usipomtii Mungu anasema nini, laana ina uwezo wa kukuandama. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kuabudu sanamu au miungu mingine. Kutoka 20 mstari wa 3 mpaka ule wa 6 ama ule wa 5. Ukiabudu miungu mingine, kwa lugha nyingine, unapoenda kwa waganga kushiriki ibada kwenye miungu ya waganga, kwenye miungu ya roho, adui anapata warari wa kukuvalisha lile vazi la laana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mojawapo ambayo inaweza kusababisha ukabebeshwa laana ni kuabudu sadaka, ni kuabudu madhabahu za miungu mingine, kupeleka sadaka kwa waganga, kwenda kwenye matambiko huko, kwenye miungu ya kifamilia, kwenda kuchanjwa chare, si kwenda kupiga ramli, kwenda kucheza madogoli, si madude gani. Hayo kwenye ulimwengu wa roho yana uwezo wa kusababisha mlango wa kupokea laana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ama sababu ya tatu inayosababisha watu wapokee laana, mabebe laana, dhambi za wazazi ama laana za ukoo. Kutoka 20 mstari wa 5 anasema umebatilizwa, utabatilizwa laana za... Wache nisome hii Kutoka sura ya 20. Wache niseme, nilisome ile andiko nisi nikasema vya kwangu. Kutoka 20 maandiko yanasema hivi. Kutoka 20 mstari wa 5. Asante. Kutoka 20 mstari wa 5 neno la Mungu linasema hivi. Nisikilize kidogo, mtumishi wa Mungu. Kutoka 20 ule mstari wa 5. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wako, ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu za baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Huyo ni Mungu anasema, mimi ni Mungu mwenye wivu. Anapoona wazazi wako wanaabudu miungu mingine, kwenye ulimwengu wa roho una uwezo wa kubeba laana ya huyo wazazi wako. Una uwezo wa kubeba laana ya kifamilia. Una uwezo wa kubeba laana ya ukoo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna watu ambao wamebeba laana za kifamilia, wabebe laana za ukoo. Kwa adui ana uwezo wa kubebesha laana ya kifamilia. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Maombolezo 5 mlango wa 7, anasema baba zetu walitenda dhambi hata hawapo, sisi tumechukua maovu yao. Kwa kumbe una uwezo wa kubeba laana ya ukoo, laana ya baba yako, laana ya babu yako, laana ya bibi yako. Kwa vitu vinavyosababisha laana, moja ni roho ama laana za kifamilia, ama roho za kutoka kwenye nini jamani, kifamilia, ama dhambi za wazazi wako, babu zako, bibi zako, zinaweza kusababisha ukabeba laana. Nimekwambia utasoma kwa muda wako hayo Maombolezo 5 mstari wa 7, sababu baba zetu walitenda dhambi hata wapo, sisi tumechukua maovu yao, watumwa na tutawala. Kwa laana ina uwezo wa kutoka kwa baba ikaja kwako, kutoka kwa babu yako ikaja kwako, kutoka kwa bibi yako ikaja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 5, jambo la 4 ama vitu vingine vinavyosababisha laana. Jambo la 4, kumwaga damu isiyo na hatia. Ukimwaga damu ya mtu isiyo na hatia, ukiua. Naposema damu ya mtu, unaweza kuwa umetoa mimba, umeharibu, umeua mtu, kwenye ulimwengu wa roho unabeba laana. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 10 na wa 11, utaona habari za kati ya Habili na Kaini, alipoua ndugu yake, alipomuua ndugu yake. Maandiko yanasema akamuuliza, akasema mbona nasikia damu ya ndugu yako inanililia kutoka zini? Kwa laana anasema umelaaniwa pamoja na hiyo ardhi ambayo imefunua kinywa cha damu ya ndugu yako. Kwa damu ya mtu ukiua mtu, umetoa mimba, si umefanya kitu chochote kibaya, kwenye ulimwengu wa roho damu ikimwagika huwa unabeba laana. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vingine vinasababisha laana. Ile jambo la 5, kuwatukana ama kuwadharau wazazi. Kutukana ama kudharau nini jamani? Wazazi. Hapa acha nisome kidogo Mithali 20. Kile kitabu cha Mithali sura ya 20 mstari wa 20. Okay, Mithali 20. Neno la Mungu linasema hivi, Mithali 20, acha nisome. Lakini pia tutasoma kile kitabu cha Kutoka 20, utaanzia ule mstari wa 10, utasoma yote ile kutoka kwenye zile amri 10. Sema mheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kwa nyingi. Lakini pia hiyo Mithali 20 mstari wa Mithali 20 mstari wa 20. Neno la Mungu linasema hivi, Mithali 20 ule mstari wa 20. Nimekwambia laana nyingine inaweza ikatokana ama vitu vinavyosababisha laana. Kitu kingine ni kuwadharau wazazi wako. Naposema wazazi, baba, mama, hiyo ni kitabu cha Mithali 20 mstari wa 20. Anasema hivi,
amlaanie baba yake au mama yake, taa yake itazimika katika giza kuu. Amlaanie baba yake au mama yake. Kwa lugha nyingine, huyu mtu kama taa yake itazimika, kwa lugha nyingine atakuwa anapapasa, anaishi kwenye laana. Kwa hiyo ukamtamkia neno baya babako. Hata kama alikutamkia yeye mabaya, usirudishe baya kwa babako. Hata kama ni mlevi, mzinzi, sio na matabia gani, usikanena neno baya juu ya mzazi wako. Nataka niseme kidogo hapa, watumishi wa Mungu. Kuna watu ambao wamebeba laana kwa kuwadharau wazazi wao, kwa kuwatukana wazazi wao, kwa kutokuwasikiliza wazazi wao, kwa kutokuwatiba wazazi wao. Wamebeba laana. Na ndio kizazi tulicho nacho. Binti anamdharau mama yake. Yaani binti anadiriki kusema, yaani ungechelewa mimi ningekuzaa. Mtoto anamwambia mama yake hivi. Usitegemee kuna laana, kuna baraka utakazozipata. Kwa sababu moja wapo ambayo inasababisha watu wapigwe na laana za kwenye maisha haya, wapigwe na laana kwenye familia, wapigwe na laana kila eneo, kila mahali, ni kuwadharau wazazi. Hebu jiulize, mara ya mwisho mmtumia shilingi ngapi? Hata mama yako shilingi 5,000. Wengine tuko hapa Dar es Salaam tuko busy na maisha. Tuko busy hata shilingi 10,000 kumtumia mama yako au baba yako. Unamdharau. Unamkataa. Kwa kumbe moja ya vitu ambavyo vinaweza kusababisha laana, usipowatii wazazi wako, usipochuchumilia wazazi wako. Nataka nikutangazie mtumishi wangu, kama mchungaji wako, kama mchungaji, tena kama mchungaji wako naye nisikiliza, jitahidi sana kuwa na mahusiano mazuri na baba yako. Hata kama wao hawakupendi, wao ni wazazi wako. Hata kama ni wazee, wao ni wazazi wako. Jitahidi kujiconnect, kupokea baraka kutoka kwa wazazi. Kuna watu ambao tumepokea laana kwa sababu ya kuwadharau wazazi wetu. Hebu jiulize, mara mwisho umemtumia shilingi 5,000 tu. Labda mimi leo niwe msemaji kwa ajili ya wazazi. Mzazi akiwa kijini kule kimtumia shilingi 10,000, atakushukuru kweli. Hiyo 10,000 ambayo wewe unaweka vocha. Lakini kumbe kimtumia mamako shilingi 5,000 tu, atashukuru. Tenga bajeti ukitaka upokee baraka duniani. Niliwaambia watu manifani, kuna watu wanaoheshimu baba zao wa kiroho, yaani wachungaji, kuliko wazazi wao. Niliwaambia watu manifani, mimi kama mchungaji sina vitu vya kukupa zaidi ya vile vya mama. Mimi kama mchungaji wa kiroho kuna vitu vya kiroho nitakupa, lakini kuna vitu vingine ambavyo mimi siwezi kukupa, lazima uvipate kwa babako na mama yako. Kwa hiyo jitahidi sana watumishi wa Mungu, mheshimu baba yako. Laana haitakupata. Mpende mama yako, mpende baba yako, watunze wale, wape chakula wale, wasaidie wale, peleka 2,000, peleka 5,000, jitahidi wasiliana nao. Mtu anapita miezi miwili, mwezi, asalimiani mama wake, miezi mitatu, yuko busy na dunia, yuko busy na maisha. Na mwingine anaambia kabisa mamangu ndo chawa, si nini, babangu ndo chawa. Yaani hivyo anamsema mamake vibaya. Usitegemee kuna baraka. Narudia tena, mimi kama mchungaji nakuambia haya maneno. Kuna watu tumekosa baraka. Tumeishi kwenye laana kwa sababu ya kuwadharau wazazi wetu. Umemdharau mamako. Umemtukana mamako. Mamako anakukataza ikiwa unamdharau. Mwanangu usifanye ikiwa unafanya. Wengine hatuwakumbuki hata kwa mawasiliano. Usitegemee kuna baraka, utapokea laana. Kwa sababu mojawapo pia inasababisha watu wabebe laana ni kuwadharau nini jamani, wazazi wao. Nimekuambia ile Mithali 20, ule mstari wa 20 utasoma kwa muda wako. Jambo la 6, uchawi na ushirikina. Yaani kama ni mtu ambaye ni mshirikina, unaenda kwa waganga, kutambika, kuchanja chale, si kuchungulia, kupiga ramli, kucheza si madogori, ukifanya hivyo vitu ama uchawi, ni mtu ambaye unajishirikisha na uchawi, usitegemee kuna baraka. Utapokea laana. Ndio maana Kumbukumbu la Torati anasema 28, Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 10. Kumbukumbu la Torati sura ya 18, wacha nisome kwa sababu niko na Biblia hapa. Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi. Kumbukumbu la Torati sura ya ngapi jamani? Ya 18 mstari wa 10. Asionekane kwako mtu apitishaye mwanawe au binti yake katika moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kuhubiri kubashiri, wala msihiri, wala mtu arogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu amwambiaye awaombaye wafu. Maana ukiendelea hapo chini nasema, kwa maana mtu huyu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana, kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako atawafukuza mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya vitu ambavyo vitakusaidia mtumishi wa Mungu, moja ya sababu ambayo inaweza kusababisha kabeba laana, kwenda kuabudu wafu. Kuna watu wengine anaenda mpaka makaburini, anaweka pombe pale, anakunywa pale. Nataka niseme vizuri hapa. Kuna watu kila mwaka ikifika, wachungaji wanatuita, "Oh baba, tuna ibada ile ya kumbukumbu." Ni kweli, tunafanya ile misa, tunamaliza misa. Wao wanatoka hapa naenda makaburini, kwenda kuchinja, kunywa pombe, wanacheza na mangoma hapo, wanakula na nyama hapo.
Kumbe kwenye ulimwengu wa roho ukifanya hivyo unajiambatanisha na zile roho zilizokufa. Kwenye ulimwengu wa roho utabeba laana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu inayosababisha watu wapigwe na laana, na laana ni kujiambatanisha na nini jamani? Na roho za wafu. Lakini pia kwenda kwenda kwa waganga na kwa washirikina. Jambo la 7 ambalo sababu ya 7 ni kuiba vitu vilivyowekwa wakfu vya Mungu. Kuiba vitu vilivyowekwa wakfu na nani jamani? Kwa Mungu. Yoshua 7. Wacha nisome Yoshua 7 ule mstari wa kwanza. Yoshua 7 ule mstari wa kwanza. Nisikilize watumishi wa Mungu. Ninaposema kuiba vitu vilivyowekwa wakfu, kuna watu wanaiba mpaka sadaka. Yaani sadaka zimetolewa yanaiba, anaziiba kabisa. Anaiba sadaka. Usitegemee kuna baraka utakazozipata mtumishi wa Mungu. Ninaposema kuiba sio tu mpaka ukaibe madhabahuni. Kuna wengine anaiba hata hiyo ambayo Mungu alitakiwa. Mungu amekwambia kabisa peleka hii sadaka, wewe unaiiba. Kama yule tunakumbuka habari za Anania. Sisi tunakumbuka habari ya Anania na Safira. Maandiko yanasema Anania na Safira wao wakamwibia Mungu. Umeweka nadhiri. Mungu amekwambia kabisa umeweka nadhiri, Mungu ukinilinda, ukinitunza nitakutolea hiki. Wewe umemuibia. Hiyo ni laana. Unapokea laana. Bwana Yesu asifiwe. Yoshua sura ya 7. Nisome ile andiko kwanza, kuna kitu cha kujifunza hapa. Yoshua 7 ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi, Yoshua 7 ule mlango wa kwanza. Anasema lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu, maana Akani mwana wa Karim, mwana wa Zaidi, mwana wa Zela wa kabila ya Yuda akatoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Utasoma kwa muda wako hii habari. Ni habari ambayo inamhusu mtu Yoshua wakati anaenda kupigana vita, ameenda kwenye kabila fulani kanaitwa Ai. Maandiko yanasema akapigwa. Wakati anaenda kwenye ile vita akapigwa. Akajiuliza, kwa nini tumepigwa na kajeshi kadogo haka? Wakati tumeenda tumepambana na wana Wafilisti na Waamori tumewapiga. Kwa nini tukapigwa na kajeshi haka kadogo? Wakati anamuuliza Mungu, Mungu akasema miongoni mwa lile jeshi uliloenda nalo kuna mtu anaitwa Akani. Ameiba vitu vilivyotolewa sadaka, vilivyowekwa wakfu, ndio maana amepigwa. Kwa mtumishi wa Mungu, kitakachosababisha pia upigwe ni upigwe na laana, kubeba vitu vilivyowekwa wakfu. Usije ukaiba sadaka. Usije ukachukua kitu ambacho kimewekwa wakfu kanisani ukakibeba, ukaondoka nacho. Hicho unajitafutia laana. Hapa nasema na wachungaji, nasema na wainjilisti, nasema na wazee wa kanisa, nasema na viongozi wa kanisa. Usije ukachukua chochote. Maana huko kanisani kuna mengi huko. Huko makanisani sisi tunasikia hata kwenye watu yani kanisani mtu anaenda anaingiza mkono kwenye sadaka. Sisi tushaye kukamataga huyo mtu kanisa fulani huko mahali fulani. Mtu anaingiza mkono mule, kumbe kamera zinamchota. Kumbe aweke sadaka, yeye anabeba. Yaani baada ya kutoa sadaka yeye anabeba. Sasa pale unajichumia laana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii ni kuchukua vitu vilivyowekwa wakfu. Nimezungumzia sadaka, inaweza kuwa ni kiti cha kanisa, inaweza kuwa ni chochote kilichowekwa wakfu kanisani, wewe ukakibeba. Lakini pia Mungu unaweza kuwa umemwahidi, Mungu ukinilinda, ukinitunza, nitakutolea sadaka. Alafu wewe ukaila. Au Mungu ukinipa nikiuza kile kiwanja, nitapeleka sehemu kanisani ama nitapeleka kwa mchungaji. Ukala. Kwenye ulimwengu wa roho ni kama mwizi, sawa sawa na wezi wengine. Sawa sawa na Anania na Safira, wakapigwa, wakafa. Kwa kuiba ama kuharibu vitu, kuiba vitu vilivyowekwa nini jamani? Vilivyotolewa sadaka. Hiyo ni moja sababu ya kubeba laana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa moja ya vitu ambavyo mtumishi wa Mungu tutaviangalia kwa dakika chache na tuingie kwenye maombi na tutaenda kuangalia kwa dakika chache. Dalili ya 10. Dalili za laana, yani dalili ya kujua kwamba nina laana. Dalili ya kwanza ni kushindwa mara kwa mara bila sababu. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya kwanza nimekwambia mtu kujua nina laana ni kushindwa mara kwa mara bila sababu. Dalili ya pili, kukataliwa kila eneo la maisha yako. Unaenda kazini unakataliwa, unadharauliwa. Hiyo ni dalili ya kwamba nimevalishwa vazi la laana. Dalili ya pili, umaskini na umaskini wa kudumu. Hiyo ni moja ya laana, umaskini wa kudumu. Umaskini wa kudumu. Naposema umaskini wa kudumu, utasoma Kumbukumbu la Torati sura ya 28. Utaona umaskini wa kudumu. Ukiona umaskini wa kudumu umekuandama, tafsiri yake ni kwamba umevalishwa vazi la nini jamani? La laana. Dalili ya 4, magonjwa ya mara kwa mara. Hiyo ni dalili ya 4. Dalili ya 5, kuchelewa kufanikiwa. Hiyo ni dalili ya 5.
Nimesema magonjwa yanayojirudia mara kwa mara, pressure, kansa, sukari, magonjwa hayo. Hiyo hapo nimevalishwa vazi la laana. Dalili ya 5, ya 6 nimekwambia, ya 6, migogoro isiyoisha. Migogoro isiyoisha, hiyo ni dalili ya 6. Migogoro isiyoisha. Yaani unagombana na huyu, bosi wako anakutukana, mke wako anakukataa, mume wako anakukataa. Migogoro isiyoisha. Hiyo ni laana, moja dalili ya laana. Lakini pia nikakwambia kupoteza vitu au nafasi muhimu. Kupoteza vitu au nafasi muhimu. Hiyo ni moja dalili pia ya laana. Hiyo ni dalili ya 8. Ya 8. Ya 7, kupoteza vitu na nafasi muhimu. Dalili nyingine ya 8, hofu na msongo wa mawazo. Yaani mdoto unasikia kuogopa, unasikia kukimbia. Hiyo hofu ikikuandama kwenye ulimwengu wa roho, hiyo ni dalili mojawapo ya mtu ambaye amepigwa na laana ama amevalishwa vazi la laana. Dalili ya 9, ndoto mbaya za kujirudia rudia. Unaota umekufa, unaota unakimbizwa na watu, unaota umevoliwa nguo, unaota. Hiyo ni moja dalili ya laana ya kujua umevalishwa vazi la laana. Mandoto mabaya, si unakimbizwa, si unafanya. Dalili hiyo ya 9. Na dalili ya mwisho ya 10 ni kufungwa kiroho. Yaani kwamba kiroho kila siku ni wa mapepo, unaanguka mapepo, unadondoka. Sio kwamba watu wanaanguka mapepo wanalaana, lakini moja ya vitu ambavyo nitakasema ni dalili mojawapo. Yaani kila siku hiyo inakuandama. Hiyo ni dalili ambazo zipo kwa ajili ya mtu ambaye amevalishwa vazi la laana. Sasa mimi nataka tuombe kwa dakika chache na tukatae laana. Nimekwambia laana ni kutokufanikiwa. Nataka tukakatae. Nimekuelezea dalili, nimekuelekeza na vitu ambavyo vinasababisha mtu akapata laana. Sasa mimi nataka tuende tukaombe. Na mimi nataka tuombe kwa pamoja. Siku ya leo Jumanne. Naomba unipatishe maneno haya. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya kunifundisha, kwa ajili ya kusema nami. Nimejifunza kumbe kwenye ulimwengu wa roho, miongoni mwa mavazi ambayo adui anawavalisha watu ni vazi la laana. Yamkini Bwana, nilivalishwa na adui vazi la laana. Laana kwenye mahusiano, laana kwenye uchumi, laana kwenye ndoa, laana kwenye afya. Nimeona hizo dalili. Yamkini kila siku magonjwa yanajirudia. Sawa nilivyosoma kwenye kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28, tumeona amesema atalaaniwa atokapo na ingiapo, na amesema atapigwa kwa kifua kikuu. Yamkini nimepigwa na magonjwa ya hiyo laana. Leo hii kila mlango uliotumiwa na adui kunivalisha hilo vazi la laana, na tubu leo. Naomba toba kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba kwa damu ya Yesu. Iwe ni kupitia ndugu, iwe nilienda kwa waganga, iwe nilitambika, iwe nilichanjwa chale, iwe ni chochote nilichochukua cha waganga kikampa shetani uhalali wa kunishikilia kwenye hiyo laana. Leo hii hilo vazi la laana nalichana vazi la laana. Laana ya mahusiano, laana kwenye ndoa, laana kwenye uzao, nalichana kabisa hilo vazi la laana, nalichana kabisa kwa jina la Yesu. Hebu tuende mbele za Mungu. Wewe ndio unayejua uko kwenye eneo gani ambapo unajua kabisa hapa pana laana. Wengine ni kutokuolewa, wengine ni kutokuzaa, wengine ni kutokujenga. Nataka tukakatae. Nimekwambia laana ni kutokufanikiwa. Nataka tu tukaombe na mimi nikuombee. Omba na wewe pia, mwambie najifarakanisha, najidisconnect na hiyo laana. Wacha tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo na Betheli hai, ninamleta binti huyu. Ana sifa zote za kuolewa, lakini laana ya ukoo imemkamata, imemfunga. Umri unaenda, hajaolewa mpaka sasa. Hilo vazi la laana aliyomvalisha adui, nalichana leo, nalivua leo. Toka, mwachie. Achia maisha yake, achia nafsi yake, achia jina lake, achia hiyo nafsi na ing'oa hiyo roho ya laana kwa damu ya Yesu. Namuombea baba huyu ambaye amevalishwa vazi la laana ya kupoteza pesa, vazi la laana ya ulevi. Leo nalipiga hilo vazi kwa jina la Yesu. Achia maisha yake, achia kibali, achia nyota, achia uzao kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Hilo vazi la laana nalivua leo. Mwachie binti huyu, mwachie mama huyu, mwachie baba huyu. Nalivua hilo vazi la laana ya kukataliwa, kudharauliwa, kutokuoa, kutokuolewa, kutokujenga, vazi la umaskini. Nalivua leo, nalikataa leo. Hilo laana ya ukoo, laana ya kifamilia, na ikataa kabisa. Hebu kataa hiyo laana kwa dakika 2. Kataa. Mwambie nafuta
kila laana walizonitamkia, nafuta kila laana za ukoo, upande wa baba, upande wa mama. Kama wao hawaolewi, mimi nitaolewa. Kama wao hawaoi, mimi nitaoa. Kama wao hawajengi, mimi nitajenga. Tamka hayo maneno. Kama wao hawasomi, mimi nitasoma. Hiyo laana sio yangu. Najifarakanisha. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Hezekia sura ya 18, maandiko yanasema mlango wa kwanza, anasema hatutataja tena ile mithali kwamba baba zetu walikula zabibu mbichi, si tukaota gazi la meno. Hiyo mithali sio yangu. Hata kama baba zangu walibeba laana, mimi si nitatembea na laana ya ukoo, upande wa baba, upande wa mama. Laana ya kutokuolewa, toka niachie. Laana ya kutokuzaa, toka niachie. Laana ya kutokujenga, toka niachie. Laana ya umaskini, laana aina yoyote iliyoning'ang'ania, ya kukataliwa kazini, ya kukosa ajira, laana ya magonjwa, pressure, laana ya magonjwa kansa, laana ya magonjwa figo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Na vua hilo vazi, najivalisha vazi jipya, vazi la heshima. Hebu jitamkie, mwambie nitavalishwa vazi, nitakubarika, nitaheshimika, nitapendwa. Mimi sio laana. Tamka hayo maneno, mwambie mimi sio laana, mimi sio kulaaniwa, mimi sio kuteseka. Kuanzia leo ninafuta huo haraka, najitamkia neema, najitamkia favor, nitakubarika, nitaheshimika, nitapendwa, nitathaminiwa. Pokea hiyo neema, pokea hicho kibali, pokea huo ulinzi. Nguvu za Mungu ziwe juu yako. Wewe sio laana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Asante Mungu kwa maana umesema kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Ulifanyika laana ili sisi tupate kufunguliwa, tufanyike baraka. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Mungu awabariki sana. Kesho tena tutaendelea kuanzia saa, ratiba yetu kama kawaida asubuhi. Mungu awabariki sana, karibu tena. Lakini pia wale ambao mnasukuma kuachilia sadaka, usiache kuachilia sadaka kwenye namba hiyo ambayo inapita hapo chini, namba ya lipa, unaweza lipa namba, unaweza kuachilia sadaka yako kwenye hiyo namba. Wacha na mimi niombe kwa wale ambao wanaachilia sadaka zao. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya watumishi wako ambao yamkini ndugu zao ama watu wa karibu wakapeleka sadaka kwa waganga, laana ikawatamia. Sadaka hiyo Bwana unaitoa ikawa disconnect na sadaka mbaya zilizopelekwa kwa waganga. Kuanzia leo natamka upako na neema kupitia sadaka yao, ukawalinde na kuwatunza. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki, Mungu atunze. Karibu kesho tena. Amen.